Mwanzoni mwa liturujia ya Ijumaa Kuu, jambo la kushangaza na lisilo la kawaida hutokea. Hakuna wimbo wa mwanzo, hakuna salamu, wala maneno ya kawaida ya Bwana awe nanyi. Badala yake, padri anaingia kanisani kwa ukimya, anatembea kuelekea madhabahuni, kisha anaanguka kifudifudi mbele ya altare. Kitendo hiki huwashangaza walio wengi, na wengi hujiuliza, kwa nini padri hulala kifudifudi siku ya Ijumaa Kuu? Jibu linaanza na ukimya. Ijumaa Kuu si siku ya kawaida katika kalenda ya kanisa. Ni siku ambayo bibi harusi amempoteza bwana harusi, siku ambayo mchungaji amepigwa. Bwana alichukuliwa kama kondoo wa kuchinjwa. Isaya sura ya 53 mstari wa 7. Maneno haya hayatoshi kueleza uzito wa wakati huu. Ndiyo maana kanisa halianzi kwa hotuba, bali kwa ukimya na kuanguka. Ukimya huu si utupu, bali ni ukimya wa huzuni na mshangao mbele ya msalaba. Kitendo hiki pia ni ishara ya unyenyekevu wa hali ya juu. Kulala kifudifudi ni kutangaza, mimi si kitu mbele za Mungu. Hapa hakuna heshima, hakuna cheo, hakuna nguvu. Ni mtindo mkali zaidi wa unyenyekevu katika liturujia. Siku hii, padri hasimami kama kiongozi wa waamini, bali anaanguka kama mwenye dhambi anayeomba huruma. Kitendo hiki kinatufundisha kwamba mbele ya msalaba, wote ni sawa, wote wanategemea neema ya Mungu, kama anavyotuambia Mtume Yakobo. Mungu hupinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Yakobo sura ya 4 mstari wa 6. Padri akianguka chini, anawakilisha hali ya ubinadamu, yeye aliye mdhambi. Kiburi cha Adamu kilituangusha, na msalaba unaonyesha gharama kubwa ya kutuinua tena. Katika wakati huo, padri anakuwa ishara hai ya kile ambacho dhambi hufanya, na kwa nini Kristo alipaswa kufa ili kutukomboa. Ni kilio cha kimya, Bwana utuhurumie. Katika maandiko matakatifu, tunawaona watu wakijitupa kifudifudi mbele za Mungu. Abrahamu alianguka kifudifudi mbele za Bwana, Mwanzo sura ya 17 aya ya 3. Musa na Aroni walifanya vivyo hivyo, Hesabu sura ya 16 aya ya 22. Hata Yesu katika bustani ya Getsemane alianguka chini kwa uchungu akimwomba Baba, Mathayo 26 aya ya 39. Kuanguka kwa padri kunarudia utamaduni huu, kuonyesha ubinadamu ukipiga magoti mbele ya utakatifu wa Mungu. Mahali pa kitendo hiki pia ni muhimu. Padri analala mbele ya madhabahu ambayo inawakilisha Kristo mwenyewe. Lakini siku ya Ijumaa Kuu, madhabahu ni tupu, yaani hamna pambo lolote, vitambaa wala mishumaa. Sadaka hairudiwi kwa kuwa kanisa linatafakari sadaka moja ya Kalvari. Padri anaanguka mbele ya fumbo la Mungu aliyekufa, akitambua madhabahu kama mahali pa sadaka na msalaba kama kitovu cha wokovu. Kiufupi, mwanadamu alianguka Edeni kwa kiburi, lakini Kristo alianguka chini ya uzito wa msalaba kwa unyenyekevu. Sasa, padri anaanguka ili ubinadamu uinuliwe. Kanisa linaanguka kwa huzuni, lakini ni kupitia kuanguka huku ndiko tumaini linazaliwa. Kitendo cha kuanguka kinakuwa ishara ya kuinuka, kikitufundisha kwamba unyenyekevu huleta utukufu. Kwa sababu ya unyenyekevu wake, Mungu alimwadhimisha sana. Wafilipi sura ya 2 aya ya 8. Unapomwona padri amelala kifudifudi siku ya Ijumaa Kuu, elewa kwamba si desturi tu, ni kilio kisicho na maneno. Ni kanisa linalosema, Bwana tumetenda dhambi. Bwana utuhurumie. Bwana asante kwa msalaba. Kwa sababu siku hii mbingu zilinyamaza, dunia ikatetemeka na upendo uliwekwa chini. Padri anaanguka kwa sababu Mungu alianguka katika kifo ili kutuinua. Padri anaanguka kwa sababu Mungu alianguka katika kifo ili kutuinua.